السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Ndugu mtazamaji, tumerudi tena katika muendelezo wa vipindi vyetu, hasatan tunachokizungumzia yatima katika Uislamu, au mambo ambayo kwamba yanamhusu yatima, au mambo yanayopasa afanyiwe yatima. Uislamu umekuwa na himma sana katika suala la yatima, kwa kumlea, kwa kumhifadhi, kwa sababu yatima ni katika watu ambao kwamba wasioweza kujisimamia majukumu yao, na baada ya kwamba hawawezi kujisimamia kwa majukumu yao, Uislamu ukaweka vipengele ambavyo kwamba venye kumsaidia yatima katika sharia ya Kiislamu, ili aweze kuhifadhiwa haki yake, aweze kulelewa kwa njia iliyo mzuri, mpaka awe ni mtu ambaye kwamba atakuwa ni unsurun ijabiyan fil mujtama'i almuslim, awe ni kiumbe ambacho kwamba chenye uwezo wa kujisimamia, au na chenye uwezo wa kusimamia katika mujtama wa Kiislamu, kusimamia mambo ya Kiislamu. Kwa sababu atakapokuwa yeye ni mwenye kuwa na rushdi na kujisimamia mambo yake, tayari wakati huo huwa ni kiumbe ambaye kwamba anaweza kujisimamia kwa kila kitu chake. Kwa hivyo Uislamu umeweza kumsisitiza mtu awe ni wilaya kwa yatima. Na leo ndio tutazungumzia suala la wilaya linavyofanya kazi katika jukumu la kupelekesha mambo ya yatima. Suala la wilaya, namna linavyoweza kupelekesha mambo ya yatima, kwa sababu si kila mtu aweza kumsimamia yatima, akamfanyia yake na akamhifadhia haki zake mpaka awe mkubwa, la, bali kuna watu ambao kwamba ni makhsus, kama tulivyoeleza katika masailul hadhana, na leo tueleza masailul wilaya. Na kabla hatujaeleza wilaya, kwanza wilaya ni nini, mtu ambaye kwamba anayesimamia mambo ya yatima, kabla hatujaeleza tueleze kwanza hii ni wilaya ni nini. Katika kaida ya wanazuoni huwa wanaeleza jambo kilughawi na istilahi. Wilaya kilughawi ni masdar ya waliya, ni masdar wilaya, ni masdar ya waliya. Na wilaya tutlaqu ala kulli man waliya amran, kila ambayo kwamba ametawala jambo ama ametawalishwa jambo. Waliya amran, waliya al-amru, ametawalishwa jambo. Mfano waliyul ahdi, waliyul ahdi ni warithi au ni mwenye kurithi ufalme wa yule ambaye kwamba aliyoko juu, warithul mulk. Au waliyul mar'a, ukija ukizungumza kilugha, waliyul mar'a ni yule ambaye kwamba anayesimamia tendo la kumwozesha yule msichana wake au msichana ambaye kwamba yuko chini yake. Kwa hivyo wilaya tutlaqu kilugha ala kulli man waliya amran, kila ambaye kwamba ametawali jambo ni wilaya, huitwa ni tendo la wilaya, ni masdar ya wilaya. Shafahamiana hii kilugha. Na utapata kama mfano wali ni katika asmaullah, ambaye huwa nasir. Wali ni katika asmaullah ambao ni huwa nasir, kwa kuwa Allah jalla jalaluhu ni mwenye kumiliki vitu vyote. Ndio akaambia alwali, akaitwa alwali, kama jina lake katika asmau 99 moja ni alwali. Ametawali vitu vyote Allah jalla jalaluhu. Hapa kana kwamba hapa katika neno la Allah jalla jalaluhu kuitwa wali ni mfano kwamba yeye kaanna alwilaya tu'tabaru bitadbiri au tush'aru bitabdiri walqudrati, kwa kupangilia mambo
na kuweza kuwapelekesha yale mambo kwa njia ambayo kwamba anastahiki Allah yapekeshe. Ndio maana akaitwa alwali. Kisha huja masala ya wilaya kwa lugha nyingine, alqaraba, huwa ni wilaya, mtu wa karibu. Walkhita, mwenye kupanga mambo ni wilaya. Walimara, na mwenye kupelekesha mambo kama serikali na mengine ni wilaya, ametawalishwa. Wasultan, kwa kila kitu. Wayutlaqu alwaliyu lughatan ala 5 maanin, na waliki lugha huja kwa maana 5. Almutasarrifu fi amrihi, mwenye kusarifisha jambo lake ni wali. Almu'tani nasir ni wali. Almuhibbu ni wali. Almu'tiqu walmu'taqu ni wali. Aljar ni wali. Ibnu al-ammi ni wali. Haya ndio maani kilugha ambayo kwamba iliyopendelewa. Almuhimu, kilugha tutlaqu ala man wali al-amr. Kiistilahi ya wanazuoni imekuja jawahiri chungu nzima ambazo kwamba zenye kueleza maana ya wilaya. Ukiangalia na zote jawahiri hizi zinakuja kukusanyika mahali pamoja, na zote zina maani moja, na juu ya kutalifiana kwao katika maelezo yao kuhusu masala ya wilaya. Abu Hanifa katika taarifu yake asema tanfidhu alqawli ala alghayri shaa am aba. Tanfidhu alqawli ala alghayri shaa am aba ni kupitisha neno kwa mtu mwingine, yule mtu ambaye kwamba aliyepitishiwa neno, ikiwa atakubaliana na lile neno ama atalikataa, maadamu wali amelipitisha ndio limepita. Ni katika taarifa ya nani? Ya Abu Hanifa. Ad-Doktor Abdul Karim Zidan katika taarifu yake akawa anasema tadbiru al-kabir ar-rashid shu'un al-qasir lish-shakhsiyati wal-maliyah, ni kwamba mkubwa kuyadhibiti au kuyaangalia na kuyatendea kazi yale mambo ya mdogo asiyejiweza katika ushakhsia wake yule mdogo, na katika mali yake yule mdogo. Huwa huyu tayari mwenye kudhibiti yale mali na kuyangalia mali na kuyapelekesha kwa njia ile mzuri mali ya yule ambaye kwamba asiyejiweza, shakhsia yake na mali yake, yule mwenye kupelekesha huitwa ni wali. Muhammadul Mustafa au Muhammad Mustafa Shalabi katika taarifu yake naye alisema alwilayatu sultatun shar'iyya yamliku biha sahibu at-tasarruf fi shu'uni ghairi. Ni sulta, wilaya ni sulta kwa njia ya sharia, anaimiliki mtu kupelekesha mambo ya mwingine wake au mwingineyo. Almuhimu, yote katika taarifat ambazo kwamba tumezozitaja tutapata jawahirun wahid, jawahiri zake wahida ni moja. Na wilaya la tathbutu illa amman kana kamil, wilaya haithubuti isipokuwa kwa mtu ambaye kwamba ana ukamilifu, kamilul ahliya, ana ukamilifu wa kupelekesha mambo, na ana sulta fi haqi nafsi al-umuri, walahu sulta fi haqi nafsihi fi al-umuri allati tataallaqu bi shakhsiyatin, ni kwamba ana sulta katika haki ya nafsi ya mambo ambayo kwamba yeye atakayopelekesha, bimaana lile ambalo kwamba atalolipelekesha ana haki yao naye alipelekesha yule ambaye ni wali. وهذه التعريفات قريب جدا لتعريف وهبة الزحيلي للولاية، حيث عرفها بأنها سلطة شرعية يملك بها صاحبها لتصرف عن شؤون غيره. na zote hizi zimefanana na taarifu ya Wahbatu Zuhaili, asema ni sulta ya kisheria ambayo kwamba anaimiliki mwenye hiyo sulta kupelekesha mambo ya mwendani wake au mwingineo, kupelekesha mambo mwingine. Hii ni ndio taarifu ya wilaya ambazo kwamba wamekuja wanazuoni wetu wa fiqh, kila mmoja akaeleza yake, na malengo ya kueleza hii ni wilayatu sharia ni kwamba kuna mtu tunataka kumweleza
mwenye kusimamiwa haki zake, ili kabla hatujamweleza yule mwenye kusimamiwa haki zake kwa njia gani, tueleze huyu ambaye anayesimamia haki za yule mwenye kusimamiwa haki atakaniwa awe namna gani. Walwilayatu ala alyatim, ndiye ambayo tumewelezea wilaya yatima. Tadullu ala alladhi yali amrah wa yaqumu bikifayatihi. Wilaya kwa yatima yasimama kwa mtu ambaye kwamba anayetawali mambo yake na anaweza kumsimamia malezi yake. Ndio wilaya ambayo kwamba tunayo ikuzungumzia na tunayo kusudia katika kipindi chetu hiki cha leo. Na zote hizi hapa tukiziangalia katika taarifati kwa yatima ya Shalabi na Zuhaili, utapata yaeleza sultatun shar'iyya yamliku biha sahibu at-tasarruf fi shu'uni ghairi, yaenda vizuri kwa huyu mtoto ambaye ni yatima, kwa sababu wao wasema ni sulta, uwezo wa kisharia ambao kwamba anamiliki mtu kusimamia mambo ya mwinginewe, ambao kwamba taarifu hii itakuwa ni shamil sahih kwa yule ambaye kwamba ana uwezo wa kumsimamia yatima na yuko karibu na yule yatima ambaye kwamba anayetaka kusimamiwa, akawa ana ahaliyatul tabarru kwa yule yatima, aweza kumtumia mambo yake, akatumia mambo yake kwa njia, akiwa mali yake kwa njia ambayo kwamba ya usahihi. Sio kila mmoja aingie katika utumilizi wa kumtumia yatima katika mambo yake, la, bali kuna watu ambao kwamba ni maalum. Kwa sababu wanazuoni katika kueleza wilaya wakaleta anwa alwilaya wakasema anwaul wilaya yagawanyika sehemu mbili, raisiya, sehemu mbili, arraisiya, wilayatun qasira wa wilayatun mutaaddiya. Kuna wilaya ambayo kwamba ni qasir na kuna wilaya ambayo kwamba ni mutaaddiya, imeenea kupunguani na kuenea. Hapa ndio utapata ni nani ambaye kwamba anastahiki kumsimamia yatima, kumtawala au kunini, kuwa ni wali wa yatima, ni msimamizi wa yatima. Qasira ni ile ambaye kwamba anaimiliki mtu kujisimamia yeye mwenyewe, kwa sababu wameeleza hiya sultatun shar'iyya yatamakkanu sahibuha biwasitatiha min insha'i al-'aqd au at-tasarruf fi haqqi nafsi, kwamba ni sulta ambayo kwamba ya kisharia anayo mtu, na kupitia hiyo sulta anaweza kutumia mambo au haki ambayo kwamba alionayo kwa nafsi yake. Si kila mtu weza kusimamia mambo yake, la. Kuna watu ambao kwamba hawawezi kusimamia mambo yao kinafsi yao, kwa nafsi yao. Mfano kama balighul aqil kujiozesha nafsi yake, ni wilayatun qasira. Mimi nijitolee kwamba nitakwenda kuoa, ni wilayatun qasira, najiozesha mimi mwenyewe, qasira. Lakini kuna ile nyingine kwamba mimi siwezi mpaka nifanywe na mwingine, ni mutaaddia. Mfano alwilayati allati tathbutu li shakhsin ala ghayrihi bisababin amrin aridhin ja'alahu ash-shar'u illatan wa sababan li thubutiha. Wilayatu mutaaddia ni sulta ambayo kwamba inathubutu kwa mtu kusimamia mambo ya mwinginewe kwa ila ambayo kwamba au kwa sababu ambayo kwamba imezozukia kwa yule mwenye kusimamiwa mambo yake. Mfano ni kama mtu hajiwezi, yatima, auko chini ya buluu kama atakavyokuja kueleza, kisha kaeleza wilayatun mutaaddi ina vigawanyo viwili, wengine wakaeleza vigawanyo vitatu. Cha kwanza wilayatun ala nafsi, kusimamia nafsi ya mtu kwa mambo ambayo kwamba asiyoweza yule mtu kuyafanya, ule wali wake akawa ndiye mwenye msimamizi wa kumfanyia mambo yake, kwa kumhifadhi na kumtia adabu na kumfundisha na kumwozesha. Kuna watu ambao kwamba
hawawezi kujihifadhi, hawawezi kujifunza adabu wenyewe, hawawezi kujifundisha na hawawezi kujioza, bimaana wale waliomo chini yako. Na wilaya hii ni shamila, tatadhamanu anwa'un adida. Yafungamana na sampuli nyingi sana, yafungamana sampuli nyingi sana kwa yule ambaye kwamba mwenye kutawaliwa mambo, kama wilaya hadhana, kumlea akiwa mdogo mtoto. Yule mtoto hajiwezi kutekeleza majukumu yake, kumfundisha adabu mtoto mdogo na kumwelekeza mambo ya usawa na kumkataza mambo yasiyokuwa ya usawa. Hili ni wilaya ala nafsi, na wilaya hii ala nafsi hupatikaniwa kwa mzazi juu ya mwanae akiwa mdogo, kwa sababu yule mdogo kuna mambo yahitajika kwako umfanyie wewe. Sasa ni wilaya mutaaddia, lakini wilaya hii ni ala nafsi. Kisha kuna wilaya fil mal au ala almal, ni mtu kusimamia mali ya mdogo ayapelekeshe kwa njia ambayo kwamba sio ya tabadhur au tabdhir, au mali ya mwendazimu asipeleke katika njia ya tabdhir, au mali ya mtu ambaye kwamba ni maatuh asiyapeleke kwa njia nini ya tabdhir, kwa sababu wilayatu ala almali hiya qiyamu alwali bil ishraf ala shu'uni at-tifl almaliya min infaqin wa irami uqdin, kwamba yule ambaye kwamba ni mtoto asimamiwe mali yale kuyapelekea zile ibram na aqdi ambazo kwamba atakazofunga, ni kwamba yule wali wake ndiye asimamie mambo kama yale, wali wake asimamie mambo kama yale. Kuna alwilayatu ala nafsi, kuna ala nafsi na kuna wilayatun ala almali, na ya tatu wilayatun ala nafsi wal mali ma'an, kusimamia nafsi na mali pamoja. Na wilaya hii yathubutu kwa watu wawili, al-abu, watatu, al-abu wal-jaddu wal-qadhi, baba na babu na kadhi. Wilaya hizi ala nafsi wal mali ma'an husimamia watu hawa watatu. Kwa hivyo wilaya kuna ambayo ni qasira na kuna wilaya mutaaddia. Wilaya qasira ni mtu mwenyewe kujisimamia haja zake mwenyewe kama kujiozesha ambaye ni balighul aql. Wilayatu mutaaddia ni mtu kumsimamia mwingine asiyeweza kufanya mambo, kama mtoto hawezi kujifundisha, mtoto hawezi kutembeza mali yake kwa njia ya usawa. Sasa atakuwa yule bwana ambaye kwamba ni mwenye kusimamia zile wilaya, atasimamia yeye. Kisha mutaaddia kuna sampuli tatu: ala nafsi, kumhifadhi yule mtoto asiingie katika hilaka; ala almali, kuhifadhi mali ya mtoto ende vizuri, au majnuni au almaatuh; kisha kuna ala nafsi wal mali ma'an, na hii ni wilaya ya nafsi wal mali ma'an, yashuka kwa baba na babu na kadhi. Kwa hivyo wilaya ni kutawalia mambo kwa mtu asiyejiweza kuyatawali yale mambo yake, ni kumtawalia yatima mambo yake kwa kuwa yeye ni mtu ambaye kwamba mnyonge na ni mdogo, mpaka awe na rushdi. Baada ya hapo ya kuwa na rushdi, atamwachia mwenyewe jukumu la kutawalia yale mambo yeye mwenyewe. Hukmu alwilaya katika fiqhi, hukmu alwilaya katika fiqhi: alwilayatu wajibatun limaslahatin kullu qasirin sawa'an kana saghiran au ghayra saghirin am ghayra saghirin. Wilaya ni wajibu katika maslaha kwa kila ambaye kwamba asiyeweza kujisimamia mambo yake, awe ni mdogo au si mdogo. Awe ni mdogo yule mtu asiyeweza kujisimamia mambo yake, au ni mtu ambaye kwamba ni mkubwa. Kuna wakubwa pia hawezi kujisimamia mambo yao, kalmajnuni wal maatuhi, hawawezi kujisimamia mambo yao. Sasa ikiwa hali ya wilaya ni kumsimamia mtu asiyeweza kusimamia mambo yao, bimaana alyatim aula wa aujab lidhu'fihi wa sigharihi wa ajizihi an tadmiri umuri binafsi, kwamba yatima ni aula, ni bora na ni wajibu juu ya wajibu kusimamiwa mambo yake, kwa sababu yeye
ni mtu ambaye ni dhaifu, hawezi kusimamia mambo yake kwa nafsi yake kwa sababu ni mnyonge, ni apate mtu ambaye kwamba mwekevu, mtu ambaye kwamba ana ujuzi, mtu ambaye kwamba ana elimu, kupeleka mali yake akiwa ni mali anayo, au kumwangalia yule yatima kwa kuwa yeye ni dhaifu katika maisha ambayo kwamba anaoishi kwa kufelewa na wazazi wake. Sasa tuje katika masail ambayo yanafungamana na shurutul wilaya. Kwa wale wenye kutawala mambo kina nani? Shurutul wilaya ni nyingi sana, wanazuoni wa fiqhi wameziweka. Kwanza, sharti zake kupatikaniwe wali wal maula alayhi wal maula fihi, kupatikaniwa mwenye kutawala mambo na mwenye kutawaliwa mambo na chenye kutawaliwa mambo, bimaana mwenye kusimamia mambo na mwenye kusimamiwa mambo yake, na kile chenye kusimamiwa katika mambo ya yule mwenye kusimamiwa mambo yake. Wali yule mwenye kusimamia mambo awe na sharti gani? Kwanza, awe ni sharti ya am. Kuna sharti ya am kwa yule mwenye kusimamia mambo yake, awe ni wali katika nafsi au katika mali. Sharti ya am na yakuna kana al-ahliya, an yakuna kamilul ahliya, yule mwenye kusimamia mambo awe ni mwenye uwezo wa kusimamia yale mambo, awe na uwezo wa kusimamia mambo. Bimaana kwa mtoto mdogo hafai kusimamia mambo, kwa mwandazimu hafai kusimamia mambo, kwa maatui hafai kusimamia mambo. Ikiwa sifa hizi tatu hazipatikaniwi kwa huyu wali, basi afaa kusimamia mambo. Bimaana asiwe mdogo, asiwe mwandazimu, asiwe ni maatu, kwa sababu hawa wenyewe mdogo, majnun na maatu watafuta mwenye kuwasimamia, yahitajika wawe ni wenye kusimamiwa mambo yao. Sharti ya pili, awe ni hurran, muungwana, bimaana hakuingia katika utumwa, kwa sababu mtumwa yeye mambo yake ni kumwangalia sayidi wake, kwa hivyo hayuko katika shurutul wilaya. Awe ni ahliyatul ada, kisha kiwa hurran awe ni ahliyatul ada. Ahliyatul ada ni kwamba aweza kupelekesha yale mambo kwa salahiyatu shakhs, kwamba amesilihi kupeleka yale mambo ambayo sharia imemwambia apeleke kwa ukamilifu, apeleke kwa njia ambayo kwamba Qur'ani na hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imeeleza ala wajhin yu'abbadu bihi shar'an. Kisha ya nne, ya tatu, awe Muislamu. Hakuna wilaya kwa asiyekuwa Muislamu juu ya Muislamu, awe ni Muislamu ndiye mwenye kutawala mambo ya Muislamu. Hakuna wilaya kwa mtu asiyekuwa Muislamu atawali mambo ya nini, ya Kiislamu. Wala yaj'al Allahu lilkafirina ala almu'minina sabila, kwamba Mwenyezi Mungu hakuwajalia makafiri kwa waumini kuwa wana njia ya kuwatawalia mambo yao. Sharti ya nne, awe alqudratu ala tarbiyati alwalad, awe na uwezo wa kumlea yule mtoto kwa uaminifu, kwa tabia ile mzuri, asiwe mtoto ni fasik. Mtoto asije akawa ni fasik, kwa kuwa wali akiwa ni fasik na mtoto atanukia zile vile vile kwa ni fasik. Wali akiwa hajali kwa anachokifanya cha uovu, na mtoto atainukia katika uovu. Kwa hivyo awe na alqudratu ala tarbiyati alwalad. Sharti ya tano, an la yakuna mahjuran alayhi lisafihi au tabdhiri, asiwe ni mtu mahjur kwa sababu ya usafihi wake au israfu zake. Lianna safia la yatawalla umura nafsi, safi mwenyewe hawezi kutawala mambo yake, hapewi, haruhusiwi katika fiqhi kutawala mambo yake. Pesa zake kama nazo hufanywa mahjur, huziwiliwa asitumie pesa kama zile alionazo. Sasa ikiwa mwenyewe hufanywa mahjur, ataweza kumsimamia mwingine? Safi. Kwa hivyo fiqhi imekataza safi kunini, kusimamia mambo ya mtu kwa sababu yeye mwenyewe hafai kusimamia mambo yake. Sharti ya sita, awe ni adala, awe na uadilifu. Lianna alhadafa min alwilaya tahaqquq almaslaha lilmawla alayh,
awe ni mwadilifu kwa sababu lengo la wilaya au wali ni kwamba aweze kupelekesha mambo kwa njia ya uadilifu kwa yule ambaye kwamba aliyetawalishwa mambo juu yake. Ikiwa kinyume hapo kosekani uadilifu, itakuwa ni fasik, na fasik hawezi kuwa ni wali, kwa sababu la yastati'u ma'rifata wajhi al-maslahati lahu, kwa sababu hajui njia za maslaha kwa yule mtoto ambaye kwamba aliyetawalishwa mambo yake. Kwa hivyo shuruti za yule mwenye kutawala mambo ya mwenye kutawaliwa mambo yake ni hizi ambazo kwamba tumezozitaja. Kisha tuje katika sharti za mwenye kutawaliwa mambo. Sharti za mwenye kutawaliwa mambo, kwanza awe ni mdogo yule mwenye kutawaliwa mambo yake, awe ni mwandazimu, awe ni ma'tuh, awe ni mahjur, safihi bimaana safihi. Kwa sababu hawa wote tuliowataja wanne, saghir, majnun, ma'tuh, safihi, ni watu ambao kwamba hawana uwezo kusimamia mambo yao. Kisha kile ambacho kwamba chenye kutawaliwa, bimaana tumempata wali na mwenye kutawaliwa mambo. Sasa kuna kile ambacho kwamba chenye kutawaliwa, kupelekeshwa mambo kwa yule ambaye kwamba mwenye kupelekeshewa mambo, sharti zake kiwe ni chenye kutumiwa kwa njia ya maslaha, kisiwe ni chenye kutumiwa tamadhara. Mfano, kusingie katika bei al-ghabni, tena al-fahish, yasingie katika hiba ya malul qasir, kama ile wilayatul qasir, kwamba hajiwezi kuingiza kaingiza katika hiba yake, falaysa lilwali alayhi alwilaya. Ikiwa mtu aweza kujisimamia mwenyewe, ni maana wali juu yake hana wilaya. Kile ambacho kwamba chenye kufanyiwa wilaya kile kitu usikitumie katika mambo ambayo kwamba ya bei, kufanya bei ambazo kwamba si mzuri. Mfano kutumia drugs, pesa zake kununulia drugs ama mengineo ni haramu. Na siku zote dhararul mahdh huwa dhararul madi, ni madhara ya kifedha. Kwa hivyo kile ambacho kwamba ulichowekewa ni ukitumie kwa njia ambazo kwamba zenye kustahiki, njia ambazo kwamba zenye kubalika kwa sharia ya Kiislamu. Bimaana usitumie kwa njia ambayo kwamba isiyokuwa Uislamu inaokataza. Hizi ndizo au ndio vitu ambavyo kwamba ni sharti ambazo kwamba za wilaya. Kwanza nimemueleza wilaya wali nani, na sharti za wali ziwe vipi, na sharti za mwenye kutawaliwa mambo ziwe ni vipi, na kile ambacho kwamba chenye kutawaliwa mambo ndani yake kile kitumiwe kwa njia gani, kitumiwe kwa njia ya kheri, ili kizalika kama kuzalika kizalike umpelekee mwenyewe tu, sio kutumia kama nchako, la, kama njia ya shari hufai kukitumia. Na mpaka hapa tutakomea. Ndio wilaya kutawaliwa kwa mambo ya yatima, kwa sababu yeye ni mzito, ni mwenye kushindwa kujitawalia mambo yake kwa sababu ya dhufa alionazo. Tukamueleza huu wali ambaye kwamba anayefaa kutawala mambo ni yupi, tumemueleza, na mwenye kutawaliwa mambo ni yupi tumeeleza ni sighar. Sighar akiwa ni yatima ni miongoni mwa sighar. Asiwe ni majnun, asiwe ni ma'tuh, asiwe ni safi. Bimaana akiwa ni majnun pia utawaliwa mambo yake, akiwa ni ma'tuh utawaliwa mambo yake, akiwa ni safi utawaliwa mambo yake. Inshallah tutakuwa ni wenye kuendelea na vipindi vinavyokuja katika darasa zinazokuja. Mpaka hapa tutakomea. As'adallahu awqatakum wa ila liqa, fa shukran jazilan, wassalamu alaykum wal afwa minkum. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا.